CAG kazi yake kubwa ni kulisaidia bunge ili bunge liweze kuisimamia serikali kikamilifu. Kwa hiyo yeye anatumia wataalamu wake na ana kodi mpaka wataalamu wa kimataifa kumsaidia kuikagua serikali, na kwa kufanya hivyo analikabidhi bunge ili bunge liibane serikali kwenye findings, kwenye taarifa ambazo za kitaalamu ambazo sasa zinahitaji majibu kwa serikali. Na serikali kufanya hivyo inajirekebisha, inarekebisha hapa na pale kuhusu jinsi ambavyo inasimamia uchumi na inavyosimamia masuala mbalimbali ya kiutendaji serikalini. Sasa nimesema nianze na hiyo ili tupate kwanza tuelewane kwamba hii huwa ni hali ya kawaida na hakuna siku itakuwa tofauti, kwa sababu ukaguzi ukishafanyika tu lazima haukosi hiki au kile. Lakini ukiangalia katika jicho ambalo ni pana, ambalo ni very objective, unaweza kaangalia tu jinsi matokeo ya ripoti hii ukilinganisha pengine na matokeo ya ripoti zilizopita, unaweza ukaiona hiyo tofauti kwa hatua ya kwanza. Lakini baadaye ripoti itakapokuwa wazi unaweza ukaenda mbali zaidi, kwa sababu sasa ripoti zitakuwa wazi. Kwa mfano, ukitazama ripoti hii ripoti inakwenda kuhitimisha pengine miaka 4 ya awamu ya 6. Kwa hiyo huwa napenda pengine kutazama katika hii miaka 4 kwa kuangalia ripoti ya CAG, nini ambacho kimetokea au nini ambacho unaweza ukalinganisha. Ukiangalia mwezi wa 3 mwaka 2021, wakati Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan ameingia madarakani na amepokea ripoti ya kwanza ya CAG ambayo ilikuwa ni mwaka 2019-20, kwa hiyo iliwasilishwa mwaka 21. Ilionyesha kwamba zilifanyika takriban, palikuwa na kaguzi 900, kwa zitolewa hati 900. CAG ilitoa hati 900. Leo unaona CAG ametoa hati 1301. Hii tafsiri yake ni nini? Hii tafsiri yake ni kwamba Mheshimiwa Rais au pengine serikali na CAG kwa ujumla wake wametanua goli, kwamba sasa kaguzi zimekuwa nyingi zaidi kutoka 900 mpaka 1301. Lakini pia